Nikitaka kuchomesha na kuchomesha mimi, sio ndugu yangu tu. Sisi tumeelewana? Yaani wewe unataka kusikilizwe wewe tu. Yaani wewe ndio mtawala kwenye hii nyumba. Sisi wote ni watawala, tunazidiana tu. Wewe unavaa suruali, mimi navaa gauni. Ndoa ya pili kisa ugumbaje? Nitaweza kweli? Habari yako kaka? Safi, karibu. Salama tu. Nimekuja kumuulizia mdogo wangu. Anaitwa Melissa. Sijui nimemkuta? Hapana, haujamkuta. Samani, naomba usiingie kwanza ndani. Mimi ni dada yake. Nimetokea mkoani. Kwa hiyo nimekuja kwa mdogo wangu. Mbona sina taarifa na ujio wako? Of course anaweza akasahau labda kukwambia kuhusu ujio wangu. Lakini ndo kama hivi nimekuja. Unaweza kumpigia simu. Sawa. Lakini utaishia getini na mimi mpaka atakaporudi. Asante. Mbili ni balaa, manyanyaso ya mapenzi. Mume wangu Martin, chai iko tayari. Poa basi, nakuja muda si mrefu. Lakini mume wangu, unajua simu yako imekuwa busy sana, mpaka unanisahau mimi mkeo. Yaani issue zilikuwa ni chai, so umeshaniambia kuhusu chai. Umeniambia kuhusu chai, nimekuelewa, nimekwambia nakuja. Ngoja nimalize kujibu message za ofisini hapa afu nakuja hapo kunywa hiyo chai. Au niache kufanya hii kazi nije ninywe chai? Hapana, unakumbuka hata jana uliacha kula kwa sababu ya hiyo simu yako. Inamaanisha hiyo simu yako ni kitu cha muhimu sana mpaka unanisahau. Sasa hapo kosa ni nini? Mbona watu mnatengeneza complaints zisizokuwa na maana jamani? Issue mimi niko najibu message za ofisini hapa, nikimaliza si nimesema nakuja kunywa chai. Kwa hiyo kuja kunywa chai napo ni swala la kuvutana, yani kama vile ni ugomvi sasa. Nakuja kunywa, hebu sio hivyo basi Lili. Nisikilize basi. Unajua nini Zauda? Kiukweli kuna vitu natamani kukwambia lakini naona kama si wakati wake. Sasa mume wangu, vitu vizuri tangu lini vikawa na wakati? Yaani kitu kizuri kikifika inabidi umwambie mtu hapo hapo. Mimi naomba niambie hicho kitu bwana. Sawa. Unajua kiukweli kabisa ya maisha ambayo tunaishi nimechoka nayo. Natamani siku moja nipate kazi, nikufanyie vitu vizuri mpenzi wangu. Na hata ukipita mitaani, wajue yes, huyu ni mwanamke wa Kasanga. Nisikilize kipenzi changu. Mimi nakupenda leo, nakupenda kesho, nakupenda milele. Kwa hali yoyote ulionayo, utabaki kuwa wa kwangu. Nitakuvumilia kwa kila chochote unachokipitia kipenzi changu. Kwa kuhusu hilo, ondoa shaka, mimi ni wako wako. Nashukuru sana mke wangu kusikia hivyo. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu amenipendelea. Sio tu kunipa mwanamke mzuri, lakini pia ameniongezea mwanamke mwenye sifa nzuri. Kikweli nakupenda sana. Okay babe. Sasa kuna sehemu nataka niende mara moja. Yule rafiki yangu Aisha akaniita. Alafu ni muhimu. Aisha yupi unamzungumzia? Aisha huyo unamjua wewe? Ni mara ngapi nimekukataza mahusiano na Aisha? Unataka nizungumzeje ili unielewe?
Aisha si aina ya rafiki ambaye mimi namtaka wa kuongozana na wewe. Sifa zake haziendani urafiki na wewe, mke wangu. Aisha umaraya yeye, ukahaba yeye, wanaume za watu yeye, lakini bado tunaendelea kumng'ang'ania. Mateso katika ndoa, Zauda kudanga mbele ya mumewe, ndoa ya pili kisa ugumu. Habari za hizi sheni? Mume wangu Uda mimi Usiwaze, amechoshwa na kazi. Karibu. Sawa, asante. Yaani ghafla. Karibu. Poa, vipi? Safi. Mimi mgeni wake Dalili. Mgeni wake? Mpigie simu. Kakaangu samani, simu ipo huko kwenye begi, kwa hiyo naomba tu kamuite. Yaani mimi nitoke kwenye ofisi yangu nikakuitie mtu, si ndio hivyo? Sasa wewe kaka, kwani una shida gani ukienda kuniitia tu mara moja? Sikiliza nikwambie, hapa Ketini ndio ofisini kwangu. Yaani nitoke ofisini kwangu nikakuitie mtu kule? Hizi dharau. Wewe mpigie simu kama una taarifa naye kweli, hebu mpigie simu hapo. Hilo simu kubwa gani mpaka unaliweka kwenye begi? Unashindwa kushikilia mkononi? Wewe kama mtaka hizi basi nenda. Ukimpigia simu mkielewana utakuja, sawa? Hivyo unielewi, si ndio hivyo? Takupiga bunduki. Na baba leo kaniitia, alafu unajua unanichelewesha. Wewe, nani tena unamtia? Tafadhali. Sasa mbona makelele kiasi hicho unampigia kelele? Ina maana wewe umfahamu yule? Mimi nimemwona wapi? Pole shema. Hebu pita ingia ndani. Subiri kwanza wewe, subiri. Kazi ni kwangu hapa. Tulia nikukague boss. Haya, umeona kuna mabomu gani huko? Mimi sio jao wewe. Geuka hivi. Hageuke tena. Umeambiwa ni airport hapa kama anaenda kupanda ndege. Hebu ingia bana. Wanakagua nini? Pita, ingia. Pita, karibu shema. Kwanza ndo nataka unifungie na gate. Boss, kwa hiyo akakatemka kako nako. Demka. Kazuri. Acha tu. Shemeji yangu huyo, acha tamaa. Shemeji yako. Kazuri. Basi kawe kwangu aka. Bwana. Wewe kwa hizo akili zako hizo, nikufanyie pale bangu. Subiri labda mimi nikifeli. Hadi mashemeji zako na wewe. Haina hiyo. Aibu utaona wewe. Hiyo kaa huko. Tulia sasa, nikaa huko. Hata ofisini kwangu nataka unifungie, ondoka zako. Pasari naye amtaki shemeji kwenye nyumba yake, tatizo nini? Jamani, akenda tatoa siri yao, watavumilia. Siri tini na mkewe watagundulika. Upenzi la wizi,
Kwa hiyo mimi nakuita muda wote unafanya nini ndani? Hivi Melissa, ni mara ngapi nimekuambia sitaki wageni ndani ya nyumba yangu? Sitaki mtu yoyote wa nje aingie humu ndani. Kwa nini umemleta yule? Yule ni nani? Anafanya nini kwetu hapa? Hana sehemu nyingine ya kwenda? Acha hofu bwana. Kwa hiyo unachukulia poa, si ndio? Unahisi ni rahisi tu? Yaani mimi naongea unachukulia simple tu, like acha ikaeka sio katoka mkoani. Mkoani watu ni wanatambaza taarifa. Hao wanatoka mkoani ndio rahisi kupeleka taarifa huko. Hivi umeshawahi kuwaza kuhusu maisha yetu mamangu? Umeshawahi kuwaza nini kitakachojiri baada ya yule kwenda kusambaza taarifa? Umefikiria hicho kitu? Au unafanya vitu kama mpumbavu usijielewa? Wanasema kurukaruka kwa marage ndio kuiva kwake. Kwa hiyo unataka sisi tuive, si ndivyo? Amekaa yule unaweza kukuta ni mpelelezi yule. Wewe unajua pelelezi? Anaweza kukuta kaja hapa kutuchunguza sisi, anatoka nje anatupeleka taarifa kwa watu. Sikiliza, sitaki kumuona yule. Naomba atoke ndani ya nyumba yangu sasa hivi. Sitaki kumuona. Yaani mimi nilitokea hapa nikamwambia ndugu yangu eti ondoka, mume wangu hakutaki. Ingelikuwa wewe kuweza, ndugu yako kaja nikwambie wewe nenda kamfukuze. Ina maana familia yangu mimi inakuja kukupeleleza wewe? Itatakia wewe uende jela, familia yangu ikutakie mabaya kweli eti? Sasa kwa taarifa yako, mimi siwezi kwenda kumwambia ndugu yangu hatoke. Hapo alipo ndio kashafika kwa ndugu yake. Atakaa mpaka atakapochoka yeye. Siwezi kumfukuza. Na usahau hilo. Kama mimi nitakuja siku moja kumfukuza ndugu yangu. Si tumeelewana? Na tena sitaki kupelekeshwa. Na usinipangie kabisa. Hivi wewe kwani unamhofia ndugu yangu kuchomesha? Mbona mimi mwenyewe naweza pia? Kwa sababu najua kila kitu unachokifanya, tena kinyume na sheria. Nani ajui? Nikitaka kuchomesha na kuchomesha mimi, sio ndugu yangu tu. Sisi tumeelewana? Yaani wewe unataka kusikilizwa wewe tu. Yaani wewe ndio mtawala kwenye hii nyumba. Sisi wote ni watawala, tunazidiana tu. Wewe unavaa suruali, mimi navaa gauni. Alafu mbona unapenda kila mtu tugombane? Udanga mbele ya mumewe, ndoa ya pili kisa ugumbaje? Nitaweza kweli upendo feki maisha Yaani umependeza jamani. Mkoani kuna baridi au umejisaulisha? Vipi kwa kina Dula anasemaje? Jambo. Na wamekuwa wakikuulizia mara kwa mara. Ila alikuwa nawaambia mtu yupo kwenye ndoa yake, anaitumikia ndoa yake takatifu. Aje huku kufanya nini? Akipata time atakuja. Niambie sasa. Kwani ilikuwaje? Ni story ndefu. Ni story ndefu mno ndugu yangu. Lakini chanzo kikuu ni yule mama mkwe wangu. Mama mbaya yule. Yaani tangu mimi ninaishi mule ndani, amani haikuwahi kupotea hata thumni. Tulikuwa tuna amani muda wote mimi na mume wangu. Na kiukweli mume wangu alikuwa ni msikivu, alikuwa ni mvumilivu, lakini tangu aingie yule mama, ile nyumba ilikuwa ikiwaka moto. Na hakukuwa na mtu wa kuizima. Yaani kila siku alikuwa akinifanyia viroja. Heka kila nikiamka, na alidiriki mpaka kuninyima chakula. Nilijikuta naona nina mzigo mkubwa ndani ya nyumba yangu, mimi mwenyewe. Ilikuwa hivi. Kinachokushtucha hapo nini? Hivi wewe mwanamke, umekuja kulala hapa? Wewe ndio maana kila siku unagombana na mimi. Yaani unalala hali ya kuwa maeneo hapa unaona kabisa ni kuchafu. Lakini wewe umejilaza tu hapo. Yaani unakula raha mwenyewe, yaani umekuja kubarizi. Kuleta watoto ng'o. Kula kwenda chooni, kulala. Hapa nahitaji mjukuu. Kama huwezi kuzaa, sema uondoke. Wenzako waliokuwa nje wanatamani kuja humu ndani, wajaze hii nyumba. Samani mama, lakini mbona mimi nimefanya kazi zangu zote kama kawaida yangu na nilikuwa nimepitiwa tu na usingizi. Naomba unisamehe. Eti mama, naomba unisamehe. Nyo! Nani akusamehe?
nisikilize kwa makini. Kama hauwezi kuhangaika huko ndani, kama hauwezi kutimbwilika na ukageuka na ukaleta mjukuu humu ndani, utaondoka. Na sijui umempa nini mtoto wangu wewe. Hivi umempa nini? Mwangalie kwanza na kasura kake. Kanapenda kujiweka kihuruma kama kweli vile. Hivi wewe huruma ulitakiwa saizi una mimba. Yaani na hapo kasura ukiwa na mimba tukakupeleka hospitali. Yaani ungependeza kuliko hivyo unamdekea. Unamdekea nani hapa? Sasa kwa tabia yako hiyo unayojifanya unalalalala, hata kazi huwezi kumaliza, kazi zenyewe huziwezi. Lazima mtoto wangu awe ndoa ya pili. Nikilifumbia macho hili, mimi ndio nitapata hasara. Naomba toke! Toka kwa nyumba yangu! Kaone kwanza. Yaani huyu binti sijui namtoa na nini hapa ndani. Ila dawa yako inachemka. Utanijua kama mimi ni mwana Kidoti au sie. Lazima nifanye jambo mtoto wangu aweze kuleta mke mwingine hapa. Yaani jumba lote hili likose mlisi eti kwa sababu ya mwanamke mmoja tu. Fikiria aliweza kuleta mpaka mwanamke mwingine pale ndani. Bibi. Karibu Bibi. Asante, nishakaribia. Jisikie uko nyumbani. Isdal. Nadhani unajua kinachonisumbua hapa, shida yangu kuu, kiu yangu ni mjukuu kutoka kwa mtoto wangu. Yaani toko sichana yangu nimehangaika sana kutafuta mtoto, lakini imeshindikana. Marehemu dada yangu akapata mtoto huyu na akafariki. Akaniachia kama punje, kama mboni ya jicho langu. Nimemlea mpaka kakua. Anatakiwa sasa yeye ajaze ukoo. Lakini kamleta mwanamke ndo kama unavyo. Yaani ni yupo tu. Yaani huu ni mwaka wa 7. Hata mimba ya kutoka nimuone basi anakulandii hakuna. Nimekuleta hapa, lengo langu ni kumletea mjukuu. Chonde usije ukaniangusha. Naweza kusema hiyo nafasi nilikuwa naisubiri muda mrefu, maana mimi mwenyewe mwanangu nilikuwa namtaka muda mrefu sana. Yaani mpaka kuingia huko ndani, hicho kitu kidogo sana kwangu, na kuahidi nitafanya kama ulivyotaka. Unaona maisha mimi nilikuwa nayaota kila siku. Yaani mpaka nilikuwa ndani mimi sitani. Hapo hii tamnyanyasa. Yeye mwana ndani ataondoka. Nina imani kubwa na wewe. Na ndio maana tulivyopanga mipango na ukanikubalia. Sikutaka kuchelewesha mambo. Na kuomba fanya hili jambo. Yaani lifanye kama ni la kwako. Yaani fanya unachojisikia. Kama tulivyopanga, mimi siwezi kupanga kwa chochote. Yaani mimi nataka wewe ndio uwe mke wa mtoto wangu. Mateso katika ndoa, Zauda kudanga mbele.
ya mumewe, ndoa ya pili kisa ugumu. Je, nitaweza kweli? Upendo feki, maisha feki, je, nani atapona ndoa? Bili ni balaa, manyanyaso ya mapenzi. Asari naye hamtaki shemeji kwenye nyumba yake. Tatizo nini jamani? Akenda atatoa siri au watavumilia siritini na mkewe? Watagundulika au penzi la wizi, mauaji ya bila kukusudia.